Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe kisha like na comment. Gilly Bonny Online TV. Huu wa serikali za mitaa kwa makusudi haujapata maandalizi ya kutosha yanayostahiki kuandaliwa. Pamoja kuwa tumekuwa na muda mrefu na kilio chetu cha kuwa na tume huru ya uchaguzi ambayo inaweza kusimamia uchaguzi tangu huwa serikali za mitaa mpaka ule uchaguzi mkuu kupigwa danadana na kuchengwa na serikali ya awamu ya 5, kwa sababu hii ndio roho pekee ambao wanayoitegemea ili kuendelea kubakia madarakani. Kwa hiyo serikali ya awamu ya 5 imeshindwa kujiandaa vizuri kusimamia uchaguzi huu katika misingi ya haki, uadilifu, uhuru na uwazi. Kumekuwa na ubabaishaji mkubwa unaoendelea katika zoezi hili la uchukuaji wa fomu, lakini tangu kipindi kile cha uandikishaji fomu kuisha katika vituo mbalimbali, wagombea wanakwenda katika ofisi kuchukua fomu, wanaambiwa fomu zimekwisha, au wanaambiwa katoeni photocopy, kwamba mgombea akaenda kuchukua fomu, ni haki yake kupata fomu kupitia serikali. Anaambiwa fomu imeisha, chukua hii hapa, nenda katoe photocopy, alafu uje utuletee hapa nakala yetu, nakala zako uende ukajaze mwenyewe. Mathalani katika jimbo la Busanda, katika kata ya Katoro, kuna kijiji kiko kilomita 20 kutoka pale Katoro, na fomu zinatolewa Katoro peke yake. Kwa hiyo mgombea atoke pale alipokuwa huko kijijini, aje Katoro mjini kilomita 20, akatoe photocopy, alafu arudi kwenye kijiji chake kuzirejesha katika serikali ya mtaa. Lakini kuna swala la ofisi kufungwa. Yaani wagombea wanakwenda katika uchaguzi katika ofisi kwa ajili ya kuchukua fomu, wanafika pale wanakuta ofisi za serikali zimefungwa, zimetiwa makufuri. Hakuna huduma zinazotolewa katika maeneo haya, na hayo yameripotiwa na wenzetu, na hata leo asubuhi katika jimbo la Liwale, yani kuna taarifa hizo tunapewa, na Liwale ndio kumekuwa na tatizo kubwa zaidi. Tutakuja kulizeleza hapa jinsi hali ilivyo. Ofisi zimetoa makufuri, hakuna watendaji wanaotoa fomu za uchaguzi kugombea nafasi katika vijiji, vitongoji na mitaa. Lakini lingine, wasimamizi kutokuwa na uelewa au na majibu sahihi pale ambapo wagombea wetu wanakwenda katika ofisi kuweza kutaji kupata fomu. Msimamizi anaweza kukwambia kwamba fomu mwisho wa kuchukua ni tarehe 29, ni siku moja tu. Kwa hiyo siku zilizofuata hakuna fomu ambazo zinazopaswa kutolewa. Kwa hiyo unakuta paka tunaminyana, tunasukumana, wewe hujapata tamko la waraka wa waziri kuhusu kuongeza kuchukuliwa kwa fomu. Sasa sijapata, inabidi mwanze kukimbizana kuchukua photocopy, zipigwe, zitume kwenye mawilaya, kwenye majimbo, apelekewe ndio fomu wakati mwingine zitoke. Lakini kukosekana kwa muhuri ni jambo la msingi na la lazima, na sio kama vile ambavyo waziri anachukulia kama ni jambo jepesi tu kwamba inahitajika siku ya mwisho. Hapana, mimi ninapokuja katika ofisi yako kuchukua fomu, unapaswa unipe fomu nakala 3 ya kugombea na nakala 3 ya tamko la maadili, kiapo kile 3. Moja nitakapozirejesha, moja inakuwa ya kwangu yule ambaye mgombea, moja inabandikwa, na moja inakuwa kwenye faili la ofisi. Na katika mchakato huo wa kubadilishana nyaraka, lazima ofisi ya msimamizi igonge muhuri katika barua zetu sisi za kutambulisha, au kwenye dispatch ya kumtambulisha huyo mgombea, na au katika ile fomu. Sasa uchaguzi ambao unaandaliwa katika muda wote huu, lakini unakuta kwamba jimbo zima au sehemu zilizokuwa nyingi mihuri haipo katika ofisi za wasimamizi wa uchaguzi. Kwa hiyo hili haliwezi kuwa ni jambo dogo kama vile ambavyo waziri anataka kulilogesha. Hizi ni hujuma ambazo zinafanywa dhidi ya wapinzani, na hupati tangu tumeanza mpaka leo. Hakuna sehemu yoyote ndani ya Tanzania ambapo CCM wamelalamika kuchezewa rafu.
Hakuna. Nchi nzima. Kama ipo, nikimaliza kusema mniambie wapi wamelalamika kwamba wao wanachezewa rafu. Jambo lingine ambalo linaloendelea ni vitisho na kutekwa. Wenzetu wamezungumza Vwawa kule Songwe na maeneo mengine. Kuna watu wanakuja wanatekwa wagombea na wasimamizi wao pale katika vituo vya polisi. Sisi ACT tumepata taarifa kutoka Munduli kwa mgombea wetu Allen Lowassa katika kata ya Garash, kijiji cha Garash. Amekwenda kugombea pale, kujaza kuchukua fomu, akakamatwa na watu wana CCM, akapigwa, akateswa na akatelekezwa polini. Na amekwenda polisi kuripoti. Na bado jeshi la polisi halijachukua hatua kwa hawa ambao wanavunja amani na wanafanya vitendo vya kihalifu. Lakini masharti sio kuwepo. Yaani msimamizi wa uchaguzi anamwambia mgombea wetu wa kijiji kwamba nenda kalete barua ya utambulisho kutoka kwa katibu wako wa mkoa. Sasa kijiji ambacho kiko kilomita zaidi ya 80 kutoka labda eneo la makao makuu ya mkoa kama Morogoro pale mjini ndio mkoa, alafu kijiji kiko Ifakara au mtu yuko Kisaki, Matombo, unawezaje kumwambia aende akafate barua ya utambulisho wakati utaratibu wa uchaguzi huu ni kwa mujibu wa kanuni ni kwamba utambulisho wa mgombea unapaswa kufanywa na mamlaka ya chini ya chama cha siasa ambayo kwa upande wa ACT Wazalendo ni tawi. Sasa hili nalo ni tatizo ambalo limejitokeza na hatudhani kwamba haya yamejitokeza kwa bahati mbaya, bali yamejitokeza purposely kwa ajili ya kuhujumu zoezi hili la uchaguzi. Lakini kitu kingine ni kwamba kuna swala la kugushiwa mihuri. Hilo limetokea maeneo mbalimbali, tumesikia hii kwamba kuna wagombea wa CCM wanatengeneza muhuri wa ACT Wazalendo, wanakwenda na safu fomu zenu zishachukuliwa. Wauliza na nani kachukua fomu? Na katambulishwa na nani? Wasimamizi hawana majibu. Wanabakia kuweka msimamo ambao usiokuwa na lazima. Leo asubuhi mwenyekiti wetu wa kamati ya uchaguzi taifa ndugu Joram Bashange amekwenda kutatua tatizo hili kata ya Manzese Midizini, mtaa wa Midizini, kwamba kuna mtu jana amechukua fomu ya kugombea kupitia ACT Wazalendo, mtu ambaye hatambuliki na wala katika chama. Kwa hiyo ikabidi washughulikie hilo, walisimamie na ndio wakaweza kutoa fomu kwa mgombea wetu sahihi. Sasa hiyo ni kwa Dar es Salaam hapa, lakini sikwambii katika maeneo mbalimbali ya nchi ya Tanzania. Jambo lingine ni swala la mpaka sasa tunaona kwamba waziri Suleiman Jafo hajachukua hatua thabiti ya kudhibiti hujuma na nia ovu au njama ovu zinazofanywa na watendaji wake, wasimamizi wa uchaguzi ambao wako katika ofisi yake. Kwa sababu natoa mfano, kuna tofauti baina ya dosari, mapungufu na hujuma na njama. Dosari imetokea Luangwa. Siku ya kwanza mihuri haipo. Tunaongea na viongozi wetu wanasema hakuna muhuri katika ofisi zote. Jioni wanasema mihuri imekuja, imeletwa. Hii unaona kabisa kwamba labda kulikuwa na logistics problem ya usafiri, jambo limekuwa soft. Hii ni dosari. Lakini ofisi imefungwa. Watendaji hawapo. Jimbo zima la Liwale kata 20 CCM wote wamepata fomu. Na tena inasema wamepata tarehe 28 nje ya ratiba. Na wengine wana CCM mpaka leo wanatembezewa fomu majumbani kwa sababu ofisi zimefungwa kama hivi tulivyoeleza. Lakini vyama vyote vya upinzani ikiwemo ACT ambayo ina nguvu kubwa katika jimbo la Liwale hawana fomu. Baada ya mabinyano makubwa jana, kata 2-3 ndio naambiwa fomu zimetolewa. Kata 17 hakuna fomu za wagombea. Sasa waziri Jafo katika mazingira kama haya ambayo katibu mkuu wetu amemwandikia barua, amewasiliana naye kwa simu, amempa tatizo hilo, anashindwa nini kumwajibisha msimamizi wa uchaguzi katika jimbo la Liwale? Anataka watu wapigane, watu wauane, alafu ndio tume iundwe ya kwenda kuchunguza.
kwamba tatizo lilikuwa semetokea mauaji hapa Kinondoni katika mambo kama haya ya mwanafunzi akulia, katika mambo kama haya ya uchaguzi. Sasa waziri anaponyamaza kimya bila kuwa serikali hii inajitamba kwamba inatumbua. Kwa nini hawatumbui sasa hao watendaji ambao wanaofanya ukorofi na hujuma kama hizi? Au ndio maelekezo ambayo yametolewa Ikulu pale rais alipokutana na watendaji wa nchi nzima? Sasa tafsiri yake ni nini? Yaani unaweza ukatafsiri vipi jambo hili ambalo unamwona waziri anapigiwa simu, anapewa taarifa, vyombo vya habari vinaripoti tatizo, mitandao ya kijamii inaripoti tatizo, mpaka leo jeshi la polisi linawasaidia wasimamizi wa uchaguzi kuendelea kufanya hicho wanachofanya. Na hivi ninavyozungumza tumewasiliana na Kasim Fundi ambaye ni katibu wa kamati ya uchaguzi, kama mkurugenzi wa uchaguzi wa jimbo la Lindi mjini. Jana asubuhi ameondoka Lindi mjini kwenda Liwale kwa ajili ya kushughulikia tatizo hili. Anatupigia simu anasema, bwana, hapa ninakwambia kuna vitisho vingi vinavyoendelea katika maeneo mbalimbali, wagombea wetu na wanachama wetu wengine wanalala mapolini kwenye mikorosho kuogopa kukamatwa na jeshi la polisi. Jeshi hili la polisi katika uchaguzi mdogo lilimfungulia kesi mbunge wa Kilwa Suleiman Bungala Bwege eti kwamba amekusanyika ndani ya kituo ndani ya mita 100 katika kituo cha kupigia kura, kesi ambayo imefutwa na mahakama mwezi uliopita, na serikali imeshindwa jamhuri kuleta uthibitisho kwamba kweli Suleiman Bungala Bwege mbunge wa Kilwa alikuwa na nia ovu katika kufanya hicho ambacho wanadai amekifanya. Kwa hiyo jeshi la polisi linashirikiana na wasimamizi wa uchaguzi kukandamiza demokrasia na kuendeleza hujuma mbalimbali katika maeneo hayo ambayo nimeeleza. Sasa ndugu waandishi, nimalizie kwa kusema, nimejaribu kueleza kwa ujumla wake, lakini haya niliyoeleza, yani tuna evidence, ushahidi wa eneo gani limetokea hilo, nani kafanya na jimbo gani na vitu kama hivi. Kwa hiyo sitaki kuwachosha katika hilo. Katika press release yetu tutaweza kuyaingiza maelezo hayo. Make your day right. Gilly Bonny Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.